إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. Maashara almuslimin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu wa kwanza, baba yetu Abul Bashar, aliumbwa kwa udongo, na baada ya kupatikana Adam alayhi salam, Mwenyezi Mungu kwa hikma yake akaona Adam kustarehe kwake na kuenjoy kwake katika maisha ni kuwa na wapili wake, na wapili wake ni kumpatia jinsia tofauti ambayo sio jinsia ya Adam. Akaumbwa mama yetu Hawa alayhi salam. Adam baada ya kuumbwa kwa uongo, Hawa hakuumbwa kwa udongo. Hawa aliumbwa kutokamana na kibavu cha Adam alayhi salam, na kama sura alivyonena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kupatikana jinsia mbili ya kike na kiume, ndio Mwenyezi Mungu akatwambia wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Ndio kukazalianwa sasa kupitia wanadamu wawili, mume na mke, rijalan kathira, kapatikana wanaume wengi ulimwenguni, wa nisaa, na wanawake wengi. Haya ndiyo asli ya maumbile ya wanadamu wa kwanza mpaka tukaya sisi. Na katika kuumbwa mume na mke, Mwenyezi Mungu akaweka kitu kinachoitwa nikaha, ndoa. Ndoa ndio kitu chenye kuwashikanisha watu wawili hawa, wakawa ni halali kupambana kimwili. Lakini hata kama kutapatikana mbeu ya kike na mbeu ya kiume, kukawa hakutopatikana kitu kinachoitwa nikaha, hawa watu hawafai kukurubiana wala kupambana kwa njia yoyote iwayo, isipokuwa kupatikane kitu kinachoitwa nikaha. Na mwanamke kwa mwanamume ni mshirika katika maisha na ni rafiki katika maisha. Ndio hadithi ya Bwana Mtume atuambia kwamba wanawake ni ndugu zao wanaume. Hawa wanawake ni ndugu zetu, hawa wanawake ndio mama zetu, ndio akhawati zetu, ndio dada zetu, ndio mashangazi na mahalati na maanti, kwa upande wa wanawake ambao kwamba binadamu atakapozaliwa atapata kizazi kama hicho. Sasa na mwanadamu ni mwanadamu, hakuna mwanadamu malaika ambaye kwamba ni maasum, si mke si mume. Na katika sunnatul hayati ni watu kukwaruzana katika maisha na kutofautiana kifikra, kiwazo na kimapendeleo. Mume aweza kuwa na fikra fulani na mke akawa ni tofauti fikra yake na mwanamume. Hapo baada ya kwamba hawa watu wamekuwa ni mume na mke, ni wanandoa, ni lazima kusimame silaha kubwa sana yenye kudumisha ndoa kama hini, nayo ni silaha ya subra. Waweze kuvumiliana
baina ya mume na mke. Mume amvumilie majongo alonayo mwanamke na mwanamke amvumilie mwanamume majongo alonayo. Lakini ikiwa kila mmoja ataifanya mimi ni mume na ule naye aifanye mimi ndiye mke halisia, itakuwa ni mapambano na utakuwa moto kama hunu ni wenye kuroroma kila siku, na maisha hayatakuwa na raha, na hatimaye itakuwa ni kutengana, ni kuwa mbali mbali. Baada ya kwamba wamevutana mbali, hawa watu walikuwa ni ajnabi, hawana uhusiano wa kuishi pamoja, kila mmoja uko kwao, kila mmoja uko kwa wazee wake. Ndoa tu ndio imewafanya waweko kitu kimoja mahala pamoja, walala wakiamka pamoja. Sasa pasipo kupatikana kitu huruma, kusikitikiana, basi hapo elewa hii kamba itakatika pande mbili, na kila upande uende na ndia yake, mwenye kwenda mashariki na maghrib, na iwe hapa hakuna tena maelewano na mshikamano ule ambao kwamba ulokuwako. Na baina ya mwanamume na baina ya mwanamke, nyasia nyingi tumewekezwa sisi wanaume kuwahurumia hawa wanawake. Aya tulioitanguliza, Mwenyezi Mungu atuambia waashiruhunna bil ma'ruf, nyinyi wanaume tangamanani na hawa wanawake kwa uzuri, kwa wema. Na maruf ni kalimatun jamia shamila, ni kilima ambacho kwamba kimekusanya mambo mingi ndani yake. Wema ni wa maneno, wema wa zitendo, wema wa tabia, wema wa kila sampuli ambalo kwamba ni wema. Basi sisi wanaume tuwatendee wale wanawake. Kwa sababu gani? Kwa sababu asli ya mwanamke aliumbwa kwenye ubavu, ambao ubavu wenyewe ni jongo, umezopotoka, umezobend. Sasa wewe mwanamume ukifanya biri ya kutaka kukinyosha kibavu kama kile, ni kuvunda ule ubavu, na kuvunda ni kutoa talaka. Kwa hivyo Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha kwamba waashiruhunna, nyinyi tangamanani na hawa wanawake bilmaarufi, kwa wema, muwahurumie, kwa sababu wanawake ni tofauti na wanaume. Ukiwa utatumia nguvu zako kama mwanamume kwamba mimi sina huruma kwa wanawake, utaingia kwenye matatizo, ungie kwenye madhambi, ungie kwenye makosa, uhukumiwe kisharia, kwa sababu ule ni mwanamke, si mtumwa wako, umemuoa hukumnunua. Kwa hivyo ile heshima lazima iweko kutoka kwako wewe mwanamume kwenda kwa mwanamke. Na wao ni adhafu abdana, wanawake ni ziwiliwili zao, si kama ziwiliwili za wanaume. Mwili wa mwanamke ni tofauti na mwili wa mwanamume. Na ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika msafara wake pamoja na maswahaba wake, wako ndiani wafuetene katika safari za ngamia, kuna bwana alikuwa akiamkuliwa Anjasha. Huyo Anjasha alikuwa akiimba mashairi kama muziki fulani akiwatumbuiza, na wale ngamia henda mbio zaidi. Wana nyimbo fulani ngamia wakitumbuizwa, basi ngamia kama wale huenda kwa kasi. Alipoona kwenye msafara alionao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna na wanawake ambao kwamba wamepanda ngamia, kuonyesha kwamba wanawake ni adhafu abdana, ziwiliwili zao ni dhaifu, Mtume alimwambia ya Anjasha rifqan bil qawarir, Anjasha, taratibu ela, wata spidi ya kuwapeka ngamia kinamna hizo unazowaimbia wakienda kwa mbio zaidi. Rifqan bil qawarir, kuwa na upole kwa hawa zitupa za ukoa. Qaruratun katika lugha ya Kiarabu ni kitupa cha ukoa, yani glass ambao kwamba yaweza kuvundika. Kwa hivyo Mtume akamwambia Anjasha, wapeke polepole hawa ngamia, kwa sababu hapa kuna hizi zitupa zilioko yule ngamia, ukiwapeka mwendo wao kama mwendo wa wanaume, henda ukatia hasara, wanawake wakaanguka, wakaumia, wakaziungo zao zitapata shida na miili yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanawake ziwiliwili zao hazilingani na ziwiliwili za wanaume. Wanaume wana afya, wanaume wana nguvu. Kwa hivyo yote haya ni kuonyesha kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Anjasha rifqan bil qawarir, hii ni kinaya cha kwamba wewe wasikitikie hawa wanawake, usiwapeke kwa kasi kama sura namna watakavyowapeka wanaume.
na hii ni mifano ambayo kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuetea ili na sisi kama madereva, wakati wapeka pikipiki, wakati wapeka gari, wakati wapeka mashua, uko kwenye racing na kwenye kipando kama kile kuna wanawake, basi wewe nahudha, wewe dereva, wewe ambao kwamba umewabeba wanawake, wasikitikie wale wanawake. Usiwafanye wanawake walioko kwenye racing na mawimbi ya bahari yaliyopo na upepo wavuma kwa kasi na mawimbi makali, ukawapeka ndivyo sivyo. Licha ya kwamba pia wanaume wataka usalama, lakini wanawake ni babu aula, kwa sababu ziwiliwili zao ni dhaifu, si kama ziwiliwili za wanaume. Hapa na mokowe tu, mtu akishuka mwanamke pengine mpaka apate dawa ya kumiza ya kuondosha maumivu, kwa sababu ni adhafu abdana. Wakati wa Mtume ilikuwa ni ngamia, lakini haikomi kwamba iwe ni ngamia tu. Hata ikiwa mwanamke amepandishwa punda kwa dharura isiyoepukika kupelekwa hospitali, ama mtu kwenye usafiri wowote ambao kwamba atakuwa nao, awe rifqan bil qawarir. Hizi ndio huruma ambazo Uislamu umetuetea, tuwasikitikie hawa wanawake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameieta aya fupi sana, lakini aya kama hiyo ina ijaz, ina maajabu kabisa ambayo kwamba ilionayo Qur'ani. Imetuambia vipi? Walaysa dhakaru kal untha. Maneno mafupi, lakini maneno ambayo kwamba ni elimu kamili ambayo kwamba watu waweza ukaisoma wakaitungia na mujalladat. Mwanamume si sawa na mwanamke. Vipi mwanamke na mwanamume si sawa? Taban, mwanamume na mwanamke hawafanani hata kwa jambo moja, kwa sababu hormones za mwanamume na za mwanamke ni tofauti. Physically ya mwanamume na ya mwanamke ni tofauti, na kuna ilmu kubwa ndani ambayo kwamba iko katika masala kama haya, kutafautishwa baina mwanamume na mwanamke. Lakini tutayadara yale ya dhahiri ambayo kwamba kila mtu aweza kuyaelewa na mtu kuyaona, kwamba walaysa dhakaru kal untha, hormones ambazo kwamba ziko na physically ya mwanamke na mwanamume hazifanani. Kwa mfano mathalan, utakuta kwamba mwanamke ni mtu ambaye kwamba katika kila mwezi huwa ana ada yake, lazima aingie damu ya haidhi. Damu ya haidhi inapopambana na yai la mwanamume, hayawanu manawi na buwaidhatul mar'a, ndipo inaposhika mimba. Ndio pale Mwenyezi Mungu akatuambia min nutfatin amshaj, yani mwanadamu ameumbwa kutokamana na buwaidhatul mar'a na hayawanu manawi. Zinaposhikana, zinapokwenda kwenye uzao, ndio mwanamke hushika mimba. Sasa alizozitoa mwanamume na alizozitoa mwanamke, wote ni binadamu, wamepambana kimwili, lakini mwenye kushika mimba miezi 9 ni nani? Ni mwanamke, si mwanamume. Na ikiwa haikupatikana kitu kinachoitwa mimba, kwa sababu yai na hayawanu manawi, buwaidha haikupambana na hayawanu manawi, ndipo pale mwanamke utaambiwa uko kwenye ada yake. Le yai hupasuka, ndio kaambiwa uko kwenye damu ya hedhi. Mwanamume tayari hana damu ya hedhi, mwanamke peke yake ndo anayepata damu ya hedhi. Akishika mimba tayari ile damu ya hedhi hukoma, na ndiyo dalili ya kwamba mwanamke kama huyu una mimba. Ataketi mpaka azae, anapozaa hutokwa na damu mwanamke. Damu kama ile ndio huitwa damu ya nifasi. Yote haya ni maumbile ambayo kwamba unao mwanamke. Mwanamume mambo kama haya hana. Mwanamke akisha kuzaa, chakula cha kijana kitoto handa kutoka matumboni, chatoka kwa mama, maziwa ya mama. Na maumbile ya maziwa ya mama, kifua chake ni tofauti na kifua cha mwanamume. Wewe huna kunyonyesha, huna chochote, mwanao mbwako basi. Lakini wanawake, walwalidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Mwanamke ana kazi ya kufanya nini? Ya kunyonyesha miaka 2. Kwa hivyo utakuta kwamba mwanamke na mwanamume, walaysa dhakaru kal untha, yafaa wanaume wawasikitikie wanawake, kwa sababu kuna zipindi ziwili, na ni muhimu sana wanaume wayue hali za wanawake. Kwanza akiwa kwenye ada yake,
Mwanamke akiwa kwenye ada yake hubadilika tabia, yaweza kuwa na hasira, yaweza akakutukana, yaweza kukwambia lolote, mwili wake huwa una maumivu, asikia vibaya, ni kwa sababu yeye uko kwenye ada yake. Ndiposa pale sharia ya Kiislamu kaambiwa kwamba usimwate mwanamke akiwa kwenye damu ya haidhi. Malengo ni mawili. Malengo ni kwamba yeye eda lake litakuwa refu kwanza. Pili ni kwamba waweza ukamwata mwanamke uko kwenye haidhi ni kwa sababu ya mabishano ambayo kwamba yametokea baina yako wewe na ule mwanamke. Na ule mwanamke maumbile yake hubadilika wakati akiwa kwenye damu ya hedhi. Kwa hivyo ngojee mpaka awe safi, ile akili yake irudi mahala pake, ndipo hapo kiwa kutoa talaka amekuwa mjeuri, amekuwa hakusikizi, ndio umwate. Lakini muhurumie wakati mwanamke uko kwenye ada yake, kwa sababu kimwili achenji tabia na yale mawazo ambayo kwamba uko nayo na akili yake. Pia mwanamke akiwa ni mjamzito, hali yake hubadilika, na ndipo mahala ambapo kwamba afaa kuhurumiwa. Na wengine hukosea sana wanaume wenzetu kwamba watampa talaka mwanamke ana mimba. Mwanamke akiwa na mimba hubadilika. Kuna kitu huitwa umito. Umito ni kwamba yeye asikia kisunzi, asikia vibaya, ataka kutapika, asikia kichefuchefu, asikia hali sampuli ambazo kwamba kabla ya mimba hana hali kama zile. Kwa hivyo ukimwata wakati ni mjamzito, eda litakuwa refu, na kisha pia pangine akishakuzaa tabia yake nzuri ataendelea nayo. Hii ni kwa sababu ya ule umito tu, pangine akutukie mpaka wewe. Chakula siku zote ambao kwamba akipenda akiwa atakisusia, akisikia harufu ye atapika. Hata marashi, hata mafuta mazuri akisikia ye asikia kuongongwa na moyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile hali ambayo kwamba uko nayo ya ujauzito. Kwa hivyo walaysa dhakaru kal untha, mwanamke si sawa na mwanamume. Mwanamke si sawa na mwanamume hata katika kunena. Namna anavonena mwanamke kwa siku moja na namna anavonena mwanamume ni tofauti. Wataalamu watuambia mwanamume kwa siku moja aweza kunena maneno 7,000. Tena mwanamume mwenye kunena maneno 7,000, zilma 7,000, ni mwanamume upenda sana kunena. Yani ni mtu ambaye kwamba atautumia ulimi kwa kazi nyingi ya kunena, kutoa darasa, kutoa hutuba, kiwa mwalimu akiingia kwenye faslu, akiingia kwenye klasi, ikiwa ahutubia na kadhalika, na maneno ya maskani na marafiki na salamu alaikum yakijumlishwa kwa yote, maneno ambayo atayanena mwanamume ni zilima 7,000. Lakini mwanamke tofauti na mwanamume. Mwanamke kwa siku moja anena zilima 21,000. Zilima 21,000. Ndipo pale utamuona mwanamke kwamba kitu kidogo amekuwa anena akusomea barua, ukiingia wewe, ukitoka uko na wewe, akwambia hili, akwambia hili. Pengine mpaka usiku mko kitandani mwataka kulala, yeye uko na wewe tu, akupa zidonge zako, ukimeza tena ukitema ni shauri yako, lakini uko na wewe tu. Hata basi tena mwanamke takulala, asubuhi takwenda kazini mimi, lakini wapi? Sasa 2,000 sio za kesho, lazima zimalizike leo siku, kwa sababu kesho asubuhi tuanza hisabu mpya, kuna 21,000 nyingine. Ndio Mwenyezi Mungu aliponena walaysa dhakaru kal untha, ni mengi ambayo kwamba yako tofauti baina mwanamume na mwanamke. Sasa mwanamume lazima awe na huruma kwa mwanamke, lakini ikiwa utanena kwamba mwanamke akinitea ufidhuli na mimi nampa talaka 3, maisha yako yote utatoa talaka 3 kwa wake zote, kwa wake zako wote, mpaka ukose namna ya kumuoa tena ule mwanamke, kwa sababu ni maumbile yao. Na darasa kama hizi wanaume lazima wasome, wamezooa na watakao kuoa. Kabla ya kuoa mwezi wa 8 yao harusi tele na Disemba. Kwa hivyo lazima wasome tabia za mwanamke, namna gani utakuwa mvumilivu na uweze kustahimili yula mawimbi ambayo kwamba utayapata katika ndoa yako. Mwanamume
ni lazima awe ni mbebaji. Usiwe utanena kwamba mimi mwanamume basi nitafanya nitakalo. Msikize mkeo, mvumilie mkeo, wala usinene kwamba mimi ikiwa nitamsikiza mke wangu nitakuwa bwege, basi mimi ikiwa nitamhurumia mke wangu itakuwa mmeolewa mimi. Hapana, usizuzuliwe na ukashika. Mtume sallallahu alayhi wasallam tuambiwa tabia yake akiwa nyumbani. Sayyidatuna Aisha aliulizwa, vipi mtume huwa nyumbani wakati tumemkosa msikitini? Sayyidatuna Aisha akamsifu mtume akanena, ni dhahakan basaman. Mtume huwa ni mtu mwenye tabasamu ndani mwa nyumba, ni mtu ambao kwamba huwa akiteka na sisi ndani mwa nyumba. Sio ukiingia nyumbani mwanamume uwe ni ghadbana na asifa, wewe ni umefura kama kamanda wa polisi, kama JSU, wataka kuchapa watu tu, wataka kutia watu mboko. Si namna hiyo. Mtume alikuwa ni mteshi wa wake zake. Mtume alikuwa na tabasamu kwa wake zake, wala mtume alikuwa hakupiga wake zake. Yeo wanaume zetu wawapiga wake zao, mpaka wengine wakatoa mimba ikatoka kabla ya wakati kwa sababu ya kipijo cha mwanamke kumpiga mkewe. Haya ni makosa makubwa sana. Angalia mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima bintu Qaisi alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimekuwa kukoswa na wanaume wawili, Muawiya bin Abi Sufyani na Abu Juhmi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Fatima, yani amekwenda kumshauri mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa wawili wamekuwa kuniposa mimi, ni mkubali nyani kati ya hawa wawili? Mtume akamwambia, amma Muawiya faghulamu Quraish fasu'alukun la mala lahu. Muawiya ni kijana mdogo, ni kijana cha Maka na ni fukara, hatakuwa na uwezo mwenye kukuangalia wewe Fatima kama mkewe. Gharama zitamshinda za maisha, chakula na mahitaji yako utakuwa huyapati kwa sababu ni mtoto mdogo na hana uwezo wa kuoa. Wa amma Abu Juhmin farajulun la yarfa asahu anin nisai. Lakini Abu Juhmi una matatizo, ni mtu ambaye kwamba huchapa sana wanawake, kwa hivyo pia naye huyu hakufai. Kwa hivyo mwanamume mwenye kuchapa wake zake pia huwa si mwanamume bora. Lakini mtume akamtolea shauri, akamwambia ankihi Usama, olewa na Usama. Ndio Fatima binti Qais hakuolewa na Muawiya wala hakuolewa na Abu Juhmi, akaolewa na Usama kwa chaguo alilomchagulia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi wanaume ni lazima tubebe majukumu na tuwasaidie wake zetu wakati tukiwa ndani mwa majumba. Ikiwa kazi imemlemea, msaidie. Ikiwa wewe mwanamume huwezi kufanya, mwajiri mtumishi afanye kazi za nyumbani. Lakini usimwambie mwanamke lazima uende jikoni ukapike, yula mimba zako. Ikiwa utatapika jikoni, ikiwa utaanguka motoni, shauri zako. Mwanamke ana pressure, mwanamke hasikii vizuri, umwambie lazima unipikie chakula mimi. Ikiwa unipikii ni talaka yako. Mambo kama haya hayafai na itakuwa tumemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata yale maneno ambayo utamwambia mkeo tukimalizia yawe ni maneno matamu. Mtume asifiwe akiwa nyumbani ni alianun nas wa akramun nas. Tabia yake laini na ni mtukufu wa watu. Ndio tabia za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa na ulimi mchafu kwa wake zake. Wasaidie wake zako. Ikiwa hawawezi kazi, fanya wewe, utapata thawabu. Na hata mwanamke akakwambia mimi sioni wema wako, wema gani ambao kwamba umenifanyia wewe? Mwambie he wallah, lakini thawabu utapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuambiwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ma tajalu fi imra'atika, wewe wapata thawabu hata chakula ambacho kwamba wampa mkeo una thawabu. Na mwanamke kukanusha wema ni tabia zao. Usinene kwamba mimi nitamwata mke wangu kwa sababu ananiambia mimi simwangalii, simshughulikii. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo tabia yao. Tutoe kiswa chenye mafundisho tukimaliza khutba, cha mwisho kabisa nacho ni kiswa cha Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Aliwata kwenda zita za Badri.
Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumshughulikia mkewe Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamposa kwenye zita zitakatifu za kwanza za Uislamu, zita za Badri. Kwa sababu gani? Alikimbia kwa sababu hataki kushirikiana na Mtume? La, Mtume alinena fi hajati llahi wa fi hajati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthmani uko kwenye haja ya Mwenyezi Mungu na haja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawata kwenda kwenye zita. Lakini Mtume katika ghanima zilizopatikana katika zita za Badri, Mtume alimpa fungu lake, kwa sababu hakuwataki matezo, kwa sababu hakuwataki madharau, ni kwa sababu ya kumshughulikia mkewe aliokuwa mgonjwa. Na ndugu zake wote wa kike wako, mashemeji zake Sayyidina Uthmani, Fatima uko, Zainabu uko na Ummul Kulthum uko, lakini hakunena kwamba nitawatia sister zake watamuguza, mimi nitakwenda kwenye zita za Badri mpaka nitakaporudi. Alisimama akamuguza. Je, suala, wewe mkeo ikiwa ni mgonjwa watoa angalau pesa za kumtibu hospitali, ama wamkimbia? Mkeo ikiwa amekuwa ni mgonjwa, wewe ndio kufungua gari mpya, ndio kuzengea ndogo ndogo, ama utaishi na yeye mpaka apoe, mpaka muzikani muhakimishane? Yote haya ni mafundisho yako kwenye Uislamu na katika maisha ya ndoa baina ya mume na mke. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atuepushie kila la shari, atupe wake waliokuwa wema na dhuria waliokuwa wema, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.